majira mengine tena leo ya kipindi cha Mawimbi ya Uamsho, na jambo ambalo nilitaka tuliangazie leo, nimekuwa nikitafakari ni kwa nini waamini wengi katika siku zetu za leo wanauchukulia wokovu kwa wepesi sana, tukitambua kwamba wokovu ni jambo kubwa, jambo la kiungu, ni kazi ya Mungu, pamoja na kwamba ni kwa neema tumeokolewa kwa njia ya imani. Lakini kuna namna ambavyo waamini wanachukulia wokovu vyepesi sana. Vijana wangeweza kusema wanauchukulia poa. Katika tafakari yangu imenipeleka kwenye moja ya sababu. Sasa zinaweza zikawekwa sababu nyingi, lakini hii ni moja ya sababu ambayo nafikiri ni moja ya sababu kubwa inayochangia, na ndio tutakuwa tukiangalia. Usipojua uzito wa kitu hauwezi ukakithamini. Nafikiri ni katika mambo yote, na Yesu alisema katika Injili mahali pengine kwamba anayesamehewa vingi anapenda zaidi. Sasa tusipokuwa na uelewa sahihi wa hasa tumeokolewa kutoka kwenye hali gani, manake mara nyingi watu tunafikiria kwamba labda kwa sababu mimi nimezaliwa katika familia ya Kikristo, sikuwahi kufanya mambo mabaya kama ambavyo tumesikia kwenye shuhuda zingine. Labda mtu alikuwa jambazi, mwingine alikuwa muuaji alafu akaokoka. Kwa tunafikiri kwamba watu kama hao ndio wanatakiwa wachukulie wokovu kwa nguvu. Kwa sisi wengine ambao ukipima, mtu anaona kana kwamba imetokea tu, yani haoni hali yake ya kwanza ilikuwa mbaya kiasi gani. Nitakuonyesha tu hali moja leo kutoka kwenye maandiko, lakini kadiri tunavyoelewa uzito wa hali tuliokuwa nayo kabla ya kumwamini Yesu, na Yesu ametutoa wapi, ametutoa kwenye hali gani, na akatuingiza kwenye hali gani, bila uelewa sahihi wa jambo hili hatuwezi kuona thamani ya wokovu stahiki. Na ni maombi yangu kwamba Roho Mtakatifu akakusaidie uweze kupata ufunuo sahihi wa jambo hili ambalo tutakuwa tukiliongelea, kwa maana ni msingi mkubwa wa wewe kuweza kumaanisha katika safari ya wokovu. Biblia inatuonyesha katika kitabu cha Efeso sura ile ya 2 na mstari wa 1 ya kwamba kila mtu aliye nje ya Kristo ni mfu kiroho. Kwa haijarishi umefanya mambo gani, haijarishi wewe ni jambazi au hujawahi kufanya kitu chochote kibaya kulingana na mtazamo wa jamii. Yawezekana wewe ni moja wa watu ambao ni watu wa dini wazuri, ni watu ambao unaonekana ni mwema kwa macho ya wanadamu, hauna makandokando. Lakini pia yawezekana ni mtu ambaye una makandokando mengi tu. Sasa makundi haya yote mawili machoni pa Bwana, nje ya Yesu Kristo. Manake mwanadamu yeyote aliyezaliwa na mwanamke nje ya Yesu Kristo, ambaye bado hajamwamini Yesu, ndicho Mtume Paulo anaonyesha katika Efeso sura ya 2 ule mstari wa 1 ya kwamba kabla ya Waefeso ambao sasa walikuwa wamekuwa ni waamini, hawajamjua Kristo na kumwamini Yesu, walikuwa wamekufa katika dhambi na makosa yao. Walikuwa ni wafu, hawakuwa hai mbele za Mungu, na hivyo walikuwa ni maiti kiroho. Walikuwa wametengwa na Mungu, hawana mahusiano na Mungu, hawawezi kuitikia kwenye mambo ya Mungu kwa sababu wao ni wafu. Tukichukulia tu hali ya kawaida, maiti au
au mwanadamu au ya mnyama, haina mwitikio wowote. Mtu ambaye amekufa, kuna mambo makuu matatu ambayo nataka nikutazamishe. Moja, hana mwitikio yoyote kwa mazingira yake, hana huo mwitikio na hawezi kufanya huo mwitikio yeye. Cha pili, hawezi kujifufua au kujitoa kwenye hali ya ufu. Mtu aliyekufa manake anahitaji nguvu nyingine ya kuweza kumtoa katika hali ya ufu ili arejee katika uhai. Ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo Mtume Paulo anapoongelea habari ya sisi kuwa ni wafu kabla ya kumwamini Kristo, ni vizuri ukumbuke hii haiangalii ulikuwa mwovu kiasi gani. Hapana, haiangalii mtu huyo alikuwa na dhambi kama tunavyojua dhambi kiasi gani. Katika kipindi kingine nitakuja nikuonyeshe hasa dhambi ni nini. Haiangalii alikuwa anachukiwa au jamii ina mtazamo naye upi. Inaangalia alikuwa amemwamini Kristo au hajamwamini Kristo. Kwa hiyo ninachotaka ukikamate na ukielewe ni kwamba wewe ambaye bado hujamwamini Yesu au unaishi nje ya Yesu, lakini hasa nikilenga leo wewe uliyemwamini, ili uweze kujua umetolewa wapi na kwenye hali gani. Kabla ya kumwamini Kristo ulikuwa mfu katika dhambi na makosa yako, na kwa sababu ulikuwa mfu usingeweza kujitoa katika hali ya kuwa mfu, usingeweza kujipa uhai mwenyewe. Kwa hiyo tunapomwamini Yesu au tunapoongelea habari ya wokovu, Mungu kwa sababu anaupenda ulimwengu, anamtuma mwanawe wa pekee Yesu Kristo. Anapokufa ili sisi tusife, tukombolewe kutoka katika hiyo mauti, anakufa katika nafasi yetu. Ni jambo kubwa. Kwa hiyo kila aliye mwamini Yesu lazima utambue thamani ya wokovu ni kwamba Mungu amekuja kukutafuta wewe, wala si kwamba wewe ulikwenda kumtafuta yeye. Kwa sababu Mungu alikuja kukutafuta, alikuja kunitafuta, alikuja kututafuta sisi. Ametutafuta akatukuta tukiwa wafu, akatupa uhai, akatupa uzima, akatufufua ili turudi kwenye mahusiano na yeye na tuweze kuwa na mwitikio kwenye mambo ya Mungu na kuwa na ushirika unaodumu. Ukielewa jambo hili ya kwamba nalikuwa mfu bila kujali kiwango cha dhambi ulichowahi kuishi nacho, kwa sababu machoni pa Mungu wasioamini ambao bado hawajampokea Kristo, watu hao wote ni kiwango kimoja, wote ni wafu, ni maiti zinazotembea. Unaweza ukawa na kazi nzuri, unaweza ukawa na ushawishi mkubwa, unaweza ukawa kiongozi wa dini, unaweza ukawa tajiri, unaweza ukawa masikini, lakini maadamu huyo mtu kabla hajaamini kulingana na maandiko ni mfu, anaweza kuwa jambazi, anaweza kuwa ni mtu mwema tu mtaani, kijana mzuri, church boy wanaitwa, lakini hajamwamini Yesu. Wote wako sawa, wote ni wafu. Kwa bila kujali umetokea katika level ipi ya uovu kabla ya kumwamini Yesu, kumbuka jambo kubwa ambalo lilitokea, ulitoka kwenye umauti ukaingia kwenye uzima, na kwa sababu ya uzima huo ndio unaweza sasa ukahusiana na Mungu. Kwa hiyo Mungu aliye mkuu sana alikubali kuacha enzi, mamlaka, heshima ili aje akufufue wewe, anifufue mimi, tukitambua ya kwamba wokovu tulioupokea
ni muujiza mkubwa sana, ni muujiza mkubwa sana sana wa kwamba, na upendo mkubwa sana Mungu aliouonyesha. Maana sio juhudi zozote ambazo zimetufanya sisi tuweze kuokolewa, kwa sababu maiti hawezi kufanya jambo lolote atoke kwenye umauti wake au kwenye ufu wake. Anahitaji nguvu kutoka nje. Kwa ukitambua hilo kwamba wokovu huu tunaopokea ni neema kubwa mno, haikutokana na chochote. Tunauchukulia wokovu poa kwa sababu ya mafundisho potofu ambayo yamkini tumeyapata, na kufikiria mara nyingi kwamba kwa sababu nilifanya 1, 2, 3 kwa hiyo nilistahili kupata wokovu. Lakini tukipata mtazamo sahihi wa neema ya Kristo na jinsi ambavyo Mungu aliye mkuu sana alishuka ngazi akatufuata ili kutuokoa sisi, ili kutuhuisha sisi. Tulikuwa hatuna uwezo. Hilo lazima ulikumbuka kama msingi mkubwa, maana mfu hana uwezo wowote wa kujinasua au kubadilisha hali yake. Anategemea wanaomzunguka, hata kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Naamini kila mmoja wetu umewahi kuona mtu aliyekufa au mnyama aliyekufa. Anategemea nguvu nyingine. Kwa hiyo tukitambua neno hili na tukapata ufunuo sahihi ya kwamba Baba aliamua kushuka katika Kristo Yesu ili aweze kutuhuisha sisi tuliokuwa tumekufa, tusioweza kuwa hai kiroho. Nikilitambua hilo, nitajua uzito wa kila ambacho Mungu wetu amekifanya kwa upendo wake mkuu sana. Nikutie moyo mtu wa Mungu, wewe ambaye tayari umekwisha kuipokea neema hii ya wokovu, na nakuombea Roho Mtakatifu akusaidie uweze kupata ufunuo wa muujiza huu mkuu ambao tunaupata, muujiza huu mkuu wa wokovu ambao ndio msingi wa kila kitu ambacho mwamini anacho ndani ya Kristo Yesu. Ukiongelea baraka, ukiongelea ushindi, ukiongelea mamlaka, maiti haina mamlaka. Maiti haiwezi kuwa na ushindi. Hivyo vyote ambavyo baadaye tunaweza tukaviongelea, msingi wake uko kwenye kwanza, tumehuishwa. Faida zote ambazo ziko ndani ya Kristo, faida zote zinazotuhusu sisi waamini, msingi wake uko kwenye huu muujiza mkuu, huu muujiza mkuu wa kutufanya kuwa hai sisi tuliokuwa ni wafu. Tambua, wewe unayemwamini Yesu Kristo umetolewa kaburini, umetolewa kwenye umauti, umetolewa kuwa mfu. Kristo akakupa uhai, na Roho wake Mtakatifu amemwacha akae ndani yako kama arabuni, akiendelea kukuongoza na kukusimamia, akikulinda na kukutunza ukiwa hapa duniani. Tunalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani mpaka tutakapofikia ule wokovu mkuu uliofichwa na kuandaliwa mbinguni kwa ajili yetu. Hebu angalia ni pendo la namna gani Mungu anatuokoa, na si tu anatuokoa, anatuacha, anaacha Roho wake Mtakatifu ambaye anaendelea kutuendeleza, kutusimamia, kutuongoza kwa njia ya imani mpaka tufike safari ya mwisho. Anataka kuhakikisha tunafika. Ukiyatafakari haya mambo mawili, utauchukulia wokovu serious. Unapoona mwamini anachukulia wokovu kitu cha mchezo, nafikiri anakuwa haelewi nini hasa kimetokea. Ninakuombea Roho Mtakatifu akusaidia uweze kupata ufunuo halisi wa kile ambacho kimefanyika kwa kazi kamilifu ya Yesu Kristo. Mungu wa mbinguni akubariki sana unapochagua kumaanisha na kuwa serious katika safari hii ambayo ni kazi ya Mungu. Unachotakiwa wewe ni kujikabidhi tu kwa Mungu, kujiachilia kwake. Tumeokolewa kwa imani, tunaendelea kutembea katika wokovu kwa imani.
tuliokolewa kwa kuweka tumaini letu kwa Yesu na kazi kamilifu ya msalaba. Tunaendelea katika wokovu kwa kuendelea kuweka tumaini letu lote katika safari hii ya wokovu mpaka siku ya mwisho Bwana wetu Yesu Kristo atakaporudi kuja kutuchukua, ili tukapate kutawala naye sasa kule milele na kuishi naye milele katika mwili mpya. Kumbuka, wokovu huu ni wa thamani mno. Amina. Tukutane katika kipindi kingine. Umebarikiwa sana.